Na tukiachana na siasa, mtazamaji, sikiliza hii. Familia moja katika eneo la Kangemi kwenye kaunti ya Nairobi inalia haki kufuatia kifo cha mpendo wao Mercy Adika, mwanamke mwenye umri wa miaka 29 anayedaiwa kufariki dunia chini ya mazingira tata na husishwa na kile familia inachosema kwamba ni utepetevu wa madaktari katika hospitali ya Embassy. Mercy alikuwa amelazwa katika hospitali hiyo akitarajiwa kujifungua, ila furaha ya kumpokea mwanawe iligeuka na kuwa kilio baada ya Mercy na mwanawe kufariki dunia katika mazingira ambayo hadi kufikia sasa hajawekwa wazi, huku maswali yakiibuka yakiwa je, kulikuwa na jaribio la kuficha mwili wa mwenda zake katika eneo la kuegesha magari ndani ya hospitali ya rufaa ya Kenyatta? Mwandishi wetu Lennox Sengre na taarifa hiyo. Huzuni ya Joel Apondo haiwezi kufichika. Joel Apondo alikuwa amejiandaa kumpokea binti yake mchanga, lakini ndoto hiyo ikakatizwa ghafla na mkono wa mauti. Badala ya vicheko vya mtoto, sasa hii ni nguo ya mbaya wa msichana wetu. Salia na kumbukumbu chungu za nguo alizokuwa amenunua na maswali mengi yasiyokuwa na majibu. Kile kilichompata Mercy Adika kinatajwa kuwa miongoni mwa visa vya kusikitisha vya utepetevu wa maafisa wa afya nchini. Inaonekana hao walimpatia dawa ile ya uchungu. Kaona wale vijana wa ambulance wako pale, but huko suspicious sana, wanakimbia huku na kurudi huku. Hiyo hospitali atuambie ni nini litendeka. Januari 22 mwaka wa 2026, Mercy Adika mwenye umri wa miaka 29 alifika katika hospitali ya Embassy Kiwa Point iliyoko mtaa wa Kangemi kwa lengo la kujifungua. Akiwa mwingi wa matumaini, Mercy alitarajiwa kuondoka hospitalini humo akiwa hai na mwanawe. Hata hivyo, safari yake ya kuwa mama ilikatizwa na majonzi baada ya yeye na mwanawe kuaga katika hali ya mazingira tata. Nilisikia kama anapika nduru. Nikasema labda ni mahali ya kumtoto labda anatoka. Haya, huyo sister akaniambia, nikimwambia niende nikamuone, akasema hapana, usiende. The patient was well the whole night until 5 p.m. when the patient reported of the urge to push, just which came on and off. Tulipofika pale nikaona wale vijana wa ambulance wako pale, but huko suspicious sana, wanakimbia huku na kurudi huku. Nikauliza shida iko wapi, hawakunijibu. Kwa mujibu wa familia, Mercy alilazwa hospitalini humo usiku kucha, na ifikapo asubuhi hali yake ilikuwa imedorora kabisa. Saa kidogo nasikia ya simu ya hapo hospitali. Sasa hiyo inaniuliza, uko wapi? Na mimi namwambia niko kazi. Wewe ni Jane? Na mimi nasema mimi ndio Jane. Akaniambia kuja haraka, mtoto Mercy amepelekwa wapi? Kenyatta. Inadaiwa kuwa hospitali hiyo ilitumia ambulensi si kwa lengo la kuokoa maisha ya mwenda zake, bali kuhamisha mwili wake pamoja na mtoto wake kama tayari ameaga hadi hospitali ya rufaa ya Kenyatta kwa kisingizio cha kutafuta msaada wa dharura. Hata hivyo, ripoti zinaashiria kuwa ndani ya ambulensi Mercy tayari alikuwa ameaga dunia. Inaonekana hao walimpatia dawa ile ya uchungu. Ile ya uchungu kama mtoto bado unajua ni mbaya. Walipigia kijana simu wakamwambia pole kutoka Kenyatta. Huyu kijana ndiye akakuja hapa kama nimekaa hapa, wakaniambia mama, wanasema msichana wako ameaga. Leo tuliongea naye mwisho saa 6:44. Ndio sasa tuliongea naye mwisho. Kaniambia mtoto nikaa inaonekana ni kubwa na anang'ang'ana kusukuma. Nikamwambia wewe sukuma. Nikamwambia ni sawa, acha nisukume. Kufika pale ndani nauliza shida ni nini, waliambia kabili nikuwe mkali kidogo. Ndio mmoja kijana hapa akaniambia, nikwambia kweli ndugu yako hayuko, sister yako hayuko,
amekufa na kwa pale kwa ambulance bado. Na ambulance ilikuwa imeegeshwa wapi? Ilikuwa tu imeegeshwa tu kwa parking. Ilikuwa hata karibu na mlango wa hospitali. Ilikuwa kwa parking kando tu mbali. So hapo ndo walifika hapo. Na bahati ya madaktari KNH hawakuchukua meli ama hawakutoa sister yangu kwa ambulance. At around 6:17, we requested for an ambulance because in our facility we couldn't manage the condition because we queried that the patient might have eclampsia. We called Kenyatta to secure a space for the patient, and a space was secured. At 6:40, we left the facility. Hata hivyo, Anne Wanjiru, msimamizi wa hospitali hiyo ya Embassy, anasisitiza marehemu alikuwa bado hai alipoingizwa kwenye ambulensi. At 6:10, the patient convulsed, had a convulsion, and the nurse who was conducting the delivery called for help, and I attended to the patient. I gave the patient magnesium sulfate, which is the medication given in pregnancy when they have convulsions. Mimi ninaona upande wangu sister yangu alikufa akiwa hapa, so ilikuwa ku cover up wampeleke KNH. Uchunguzi wa maiti uliofanywa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Chiromo chini ya uangalizi wa Daktari Joseph Ndungu na maafisa wa DCI ulithibitisha Mercy alifariki dunia kutokana na muingiliano wa maji yanayomkinga mtoto akiwa tumboni mwa mamake, yani amniotic fluid. We called back at KNH and we informed them that the patient that we were referring has complicated, and they said that we continue or we start CPR, which we did until arrival to the facility where the patient was confirmed dead. They tried to save the baby as per the protocol, but the baby's fetal heart had already been lost. Hospitali ya Rufaa ya Kenyatta kupitia barua rasmi ya afisa mtendaji mkuu imebaini upungufu mkubwa katika matibabu na huduma zinazohusiana na kifo cha mwenda zake. Maelezo yao yakikinzana vikali na yale ya hospitali ya Embassy, hasa kuhusu huduma za dharura, yani CPR na muda halisi ambulensi ilifika KNH. Nikinukuu: wakati wa safari kuelekea KNH, wauguzi waliripoti saa 12:57 asubuhi kuwa mgonjwa alipata mshtuko wa moyo. Wahudumu wa afya kutoka hospitali hiyo walifika saa 1:10 asubuhi. Kulingana na KNH, hakukuwa na juhudi zozote za kumfufua marehemu. Runinga ya KTN pia imebaini kuwa hospitali hiyo inamilikiwa na mtu mwenye ushawishi mkubwa katika ngazi ya juu serikalini. Aidha, uchunguzi umebaini baadhi ya wahudumu wa afya katika hospitali ya Embassy hawana vyeti halali ya kitaaluma, jambo linaloongeza shaka kuhusu ubora wa huduma na usalama wa wagonjwa katika hospitali ya Embassy. Kupitia kamera fiche, KTN imebaini hali ya kusikitisha katika hospitali hiyo ya Embassy, ambapo dawa na vifaa vya matibabu vilikuwa vimetawanyika ovyo, ishara wazi ya kituo kisicho na maandalizi ya kutosha kushughulikia wagonjwa mahututi ama wenye dharura. Mimi bado narudi tu pale pale, hiyo hospitali atuambie ni nini litendeka. Uwezi hold mtu kutoka saa 11 mpaka saa 12 asubuhi unashindwa. Inamaanisha sasa kuna kitu ulikuwa unafanya lakini hauko sure nayo. Huku uchunguzi ukiendelea, familia ya marehemu ya Mercy Adika inadai haki si kwa ajili yake pekee, bali kwa kina mama wengine wanaoingia hospitalini humo kwa matarajio ya kuondoka wakiwa hai, lakini hutoka kwenye majeneza. Uzembe wa matibabu katika hospitali hii ni ya kutia shaka. Huzuni sasa ni kwa marehemu Adika ambao wanaomboleza wapendwa wawili.
Lennox Sengre, runinga ya KTN. Naam, taarifa ya kusikitisha kweli kweli iliyoletwa kwako na Lennox Sengre. Na tusonge